Mambo vipi mtazamaji wa Kishamba Media? Karibu tu upeane taarifa mbalimbali za kimichezo. Tunafahamu ligi kuu Tanzania bara inaendelea kwa michezo mbalimbali, lakini pia timu zetu kwenye wakilishi wa ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho wameshavuka kutoka hatua moja, kutoka hatua ya kwanza kwenda kwenye hatua ya awali, kwenda kuitafuta safari ya hatua ya makundi. Miongoni mwa hizo timu nne ambazo zinatuwakilisha Tanzania, ipo timu ya wekundu wa Msimbazi Simba Sport wanalunyasi, wao wako kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Na hivi sasa tunavyozungumza wanatafuta safari ya kuelekea kwenye hatua ya makundi. Niko na shabiki wa Simba, niko hapa Magomeni Mapipa, nimekuja kuzungumza na mashabiki tawi la Mpira Pesa. Miongoni mwa mashabiki wao nimekuja kumuona Shabani atuambie nini ambacho kinaisibu Simba. Wameshabadilisha makocha wachezaji kwa ajili tu kuitafuta ubingwa pamoja na kucheza vizuri, lakini mpaka hivi sasa tunavyozungumza mechi mbili watu wana furaha kwenye mitandao ya kijamii, lakini mashabiki pia wanatamani kuambiwa nini ambacho kinasibu timu yao mpaka kuonekana kiwango chao kiko cha chini. Yeye ni mdau wa kimichezo, lakini pia ana jicho, atatuambia yeye ameona nini mpaka hivi sasa kinachojiri ndani ya timu yake. Hivi sasa tunapozungumza wako kwenye safari ya kumtangaza ama ya kumtafuta kocha mpya kwa ajili ya kikosi hicho mara baada ya Faldu Davis kutumkia kule Morocco. Mimi ni binti Po Imelda Po, ungana na mimi tuende kuzungumza naye. Ni shabiki wa mpira lakini pia ni mdau wa michezo. Atatuambia nini ambacho anakiona kwa ajili ya msimu 2025 2026. Fuatana na sisi kwenye mitandao yote ya kijamii, tunapatikana kama Kishamba Media. Mpira Pesa mnatunyima nini hapa? Mambo poa, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza kikubwa ni uhai. Baki umekuja umenikuta mzima na nimewaona familia mko vizuri. Hayo mengine ni kama bakshi tu ya kidunia, lakini uhai na ndio kitu kikubwa. Kwa hiyo kwanza nimefurahi kuwaona Kishamba. Tutembelea leo. Nadhani leo tutapata maneno yalokuwa mazuri, sababu hii nini yenu ni kubwa sana. Nadhani watu wengi wanaifuatilia na hairekodi watu wa ovyo ovyo, wale ambao wanazungumza vitu ambavyo havina maana. Kwa hiyo mimi nadhani niko tayari tuzungumze. Na leo ninachokihitaji, kwa sababu umesema uko na familia ya Kishamba Media na sisi tuko tuna ukubwa wetu kwa mitandao ya kijamii. Leo hii tunahitaji utuambie ukweli mtupu. Mimi ninavyofahamu ukweli unamweka mtu wazi. Tuambie nini ambacho kinaendelea kwenye kikosi chenu mpaka hivi sasa. Namna ambavyo natazama wewe kama mwenyekiti na kiongozi, mashabiki wengi wanakuja hapa Mpira Pesa wanakuja kuambia Shabani, mtu ambie bwana nini ambacho tunapitia hivi sasa. Watu wanataka neno la faraja. Yaani tuambie kwanza hichi mnachokipitia kabla kuja kuelekea kwenye michezo mnaifuata. Nadhani Simba ni klabu ambayo imeanza muda mrefu sana. Imeanza mwaka 36 na unapokuwa mkubwa ndo unakutana na vitu vya aina tofauti. Kuna story moja wanasema mkubwa jalala, kwa hiyo vitu vichafu vinini time vinapatikana kwako. Kwenye maisha kunakuwa na changamoto haina nyingi. Kipindi tunachopitia Simba sasa hivi ni kipindi kweli sio kipindi bora. Kwanza tumepoteza ubingwa wa ndani kwa miaka 4, lakini then tumepoteza game zidi ya mtani mara 5 mfululizo. Lakini tumeondokewa na mwalimu ambaye ni kipenzi, katufikisha katika fainali ya kombe la shirikisho msimu jana tu. Kwa hiyo kwa upande fulani tuseme tunapitia kipindi kigumu. Lakini hata tukipitia kipindi hiko, kuna time lazima uchukue maisha yako ya kawaida na uweke kwenye mpira. Kuna muda kuna maisha yako ya kawaida unakuwa hauna hali mzuri ya kimaisha, lakini bado unakaa chini ukajitafakari ili urudi tena katika level yako ya kawaida. Kwa hiyo hata Simba, nadhani wana Simba wote, mashabiki, wanachama na viongozi na wachezaji, sasa hivi kweli tumekuwa katika wakati sio mzuri sana. Lakini tukae tujitafakari, tujue tunarudi vipi katika ubora wetu. Baada ya kuondoka mwalimu wetu Fadlu, nadhani kuna vitu havikuwa sawa, sababu yeye ndo aliondoka na timu kuelekea Misri, lakini yeye ndo alipendekeza wachezaji ambao walikuwa ni pendekezo bora kwake, anaweza kufanya nao kazi. Lakini mwisho wa siku mwalimu Faldu Davis kaondoka. Hilo na lenyewe vile limetufanya mpaka tumerudi kidogo chini, tumekuwa sio bora sana. Kwa upande wangu kama kiongozi wa tawi, lakini ni mwanachama klabu ya Simba, ni wasii wana Simba. Sasa ndo kipindi cha kuwa pamoja na timu yetu, kwa sababu unapopitia wakati mgumu, hata katika familia yako ukiwa na wakati mgumu, familia baba akiwa na wakati mgumu, mama anamshika baba, watoto wanamshika baba na wanampa moyo
ili kiwezekana mzazi aweze kurudi tena kwenye fomu ili maisha yazidi kuendelea. Kwa hiyo kipindi hiki sio kipindi cha kuishambulia Simba kwa maneno makali. Ni kipindi ambacho cha kupeana support na kuhakikisha tuna support kila kitu ambacho kinachofanyika kwenye klabu yetu na kutoa ushauri mzuri ili kiwezekana turudi katika mfumo wetu na then tuzidi kuwa bora kama tulivyokuwa bora sasa hivi. Mmezungumzia nyakati ambazo mnazipita. Watu walikuwa wanatamani hata kama mwalimu ameondoka, pale ambapo mwalimu mpya akapewa kikosi, wachezaji wangeanza kuchangamka na kuonesha ubora. Unafikiri nini ambacho kiliwapelekea kwenye mchezo wa juzi ambao kaleta lawama nyingi sana kwa wachezaji ambao mmewasajili? Wapo ambao walikuwa na nyinyi kwenye kikosi toka misimu miwili mitatu, akiwemo kina Kibu Denis na wengineo. Kwanza kabla hata kuhukumu hilo waangalie mtu ambaye tuliokutana naye. Mpira ni mpinzani. Yes, Gaborone. Mpira ni mchezo wa wazi, sio mchezo wa kujificha. Wale jamaa timu yao iko vizuri. Simba tuko vizuri, lakini wale wako vizuri. Kwanza ligi yao tayari ishaanza kuchezwa. Nadhani wamecheza ligi wana kama mechi 5-6. Lakini then timu yao naona iko vizuri, wamesajili watu ambao wako bora. Sio kama wa Simba. Simba ni bora zaidi, lakini wale wamecheza mechi, alafu vile vile wamekutana na timu ambayo wao wenyewe walijua hii timu ni kubwa. Kwa hiyo maandalizi yao na umakini wao umekuwa tofauti na tulivyochukulia Simba kwamba hawa Gaborone ni timu ya kawaida tu ambao tunaweza tukaenda tukapambana nao tukapata matokeo. Sasa surprise tuliokutana nayo ndani ya dakika 90 ndio imetufanya mpaka tumemaliza ile mechi tukiwa na pressure. Lakini malengo na nia ya klabu ya Simba na wachezaji pamoja na viongozi na wanachama ni kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine, na hilo tumefanikiwa. Niwapongeze katika hilo, lakini nichukue nafasi hii tena kumpongeza kocha ambaye alikuja kukaimu Medi Moroko. Nadhani kafanya kazi yake kwa nafasi yake, katuvusha, ametutoa pale tulipokuwepo, ametupeleka sehemu nyingine, kwa sababu nimeona kuna mwingine katolewa anapotoka Asek Memosa ambaye ndo kama chuo cha wachezaji. Unaona wachezaji wengi tunatamba nao, lakini wanatoka Asek Memosa, lakini kashaondolewa katika mashindano. Kwa hiyo Medi Moroko katumia tekniki zake na akafanya kile anachokiweza, kaitoa timu yetu katika hatua hii, katupeleka katika hatua nyingine. Ila hapa katikati kuna mapumziko. Nadhani tutarudi tena kwenye tarehe 17, 18 kucheza tena klabu bingwa. Niwaambie viongozi wangu, wakati huu ndo wakati wa kutafuta mwalimu haraka sana. Aje akae na wachezaji hata wiki 2, kwa sababu wachezaji wetu ni bora. Mwalimu na uhakika akikaa nao wiki 2 tu katika uwanja mazoezi, basi atatengeneza kitu kilichokuwa sahihi na tutarudi tena katika ubora wetu. Mmebadilisha makocha wengi toka mmepoteza ubingwa. Wamepita mwalimu wengi, wamepita kina Robertinho na wengineo, mpaka huyu wa mwisho Faldu Davis, hata Ale Kaimo, Medi Moroko. Tuambie, Simba mnahitaji kocha wa namna gani ambaye wavushe katika eneo hilo ambalo mligo hivi sasa? Mna matamanio yenu ya kufika finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika, mna matamanio yenu ya kuchukua ubingwa, mna matamanio ya kufanya vizuri kwenye ligi kuu Tanzania bara, mrudishe heshima yenu. Wewe kama mwanachama wa Simba na namna ambavyo unazungumza na wanashabiki wengine na wanachama wengine, mawazo yenu, mnahitaji kocha namna gani? Kocha ambaye anaenda kubeba ile falsafa yenu, au mnahitaji namna gani ambavyo mnazungumza? Kipi kiu yenu hipi kwenye upande wa benchi la ufundi? Simba ni klabu ya mpira na mwalimu anapoajiriwa tunachohitaji tupate mafanikio. Lakini katika makocha ambao walioondoka sio wote kwamba tumewaondoa sisi. Wengine wameondoka wamepata ofa zaidi ya kwetu sisi. Kwa hiyo unajua maisha yanabadilika. Unafanya kazi hapa ukipata ofa kubwa sehemu nyingine unaenda unafanya. Kwa hiyo kwa wale makocha ambao hawakutimiza ahadi yetu ambayo tulikubaliana, nadhani mkataba unasoma, na ndio maana unakuta ukiingia mkataba Simba wako kwenye target hii. Kama hujafanya kile ambacho wanachokihitaji basi unaondoka. Lakini mwalimu wetu wa mwisho Faldu Davis, nadhani tulipitiliza malengo ambayo tulikubaliana naye, lakini kaondoka kwa sababu kapata ofa nyingine kubwa zaidi ya ile ambayo tulikuwa nayo Simba. Na hivi vitu sio Tanzania tu, hata huko Ulaya ambako kuna watu wana uwezo vinafanyika. Kwa hiyo kuondoka kwa makocha kwa upande fulani kuna athiri, lakini kwa sababu sisi ni klabu ya mpira na nimesema imeanza muda mrefu toka mwaka 36, kuna makocha wengi wamepita, kuna wachezaji wengi wamepita, kuna viongozi wetu wengi wamepita, kuna kizazi kikubwa ambacho kilichoanzia na hii timu sasa nyingine hakipo sasa hivi duniani, kimekuja kizazi cha sasa. Kwa hiyo kuna mabadiliko hapa katikati, lakini vizuri zaidi mwalimu ukikaa naye akishakuwa bora utakaa naye miaka 3 4. Ukiona huyu mwalimu labda uwezo wake ushakuwa umepungua au kama imekuaje anaweza kaondoka. Lakini
Kwa sasa hivi tuambie viongozi watafute mwalimu ambaye hatakuja kutupa mafanikio na tumpe muda wa kutengeneza timu yetu, kwa sababu timu haitengenezwi kama unaweka chumvi muda huo unaenda unaonja ikikao tayari. Hapana, mwalimu lazima aje, saa nyingine atakayekuja atakuja na mipango yake na tekniki zake. Kwa hiyo mnatamani mrudi tena mezani kwa ajili ya kutengeneza kikosi. Kwa Faldo Davis, yeye alitengeneza kikosi, ofa imekuja nzuri, ameondoka. Mnataka tena mwalimu wa kutengeneza kikosi au mnahitaji kocha kwa ajili ya kupata ubingwa pamoja na mafanikio mengine? Mwalimu anavyokuja lazima atengeneze mifumo yake kwenye timu iliyokuwepo. Inawezekana mwalimu akaja akatengeneza programu yake, lakini wachezaji ambao waliosajiliwa wakawa hawakizi kile ambacho anachokihitaji, kwa sababu kila mwalimu ana mfumo wake. Juzi tumeona Ahmed Morocco, mwalimu ambaye ni mwenye mafanikio kwenye timu yetu ya taifa, na yeye ndio katufanya mpaka tumeshiriki AFCON na Chani. Mwalimu bora sana Ahmed Morocco, lakini kaingia mfumo ambao alioweka na Simba wote tumekuwa na pressure. Kwa hiyo hata mwalimu atakayekuja mwingine, maana ya kutengeneza kikosi sio kama unatengeneza kikosi labda na ndio kikosi utengeneze uchukue hivi. Hapana, kutengeneza kikosi ni kutengeneza mifumo yako ambayo utakuwa na uhakika nayo kwamba timu yako itakuwa inapata matokeo, kwa sababu wachezaji waliosajiliwa asilimia kubwa ni wachezaji ambao wenye uwezo, ambao unaweza kukaa nao hata wiki mbili. Ndio maana nikasema mwalimu atafutwe mapema, wiki mbili. Kuna uwezekano mkubwa kabisa mwalimu atakayekuja akatengeneza kikosi ambacho kilichokuwa bora kwa ule muda ambao alikuwa nao kutokana na wachezaji waliokuwa nao. Kwa hiyo sina maana kwamba kutengeneza kikosi basi kila mwaka tunatengeneza, hapana. Kutengeneza hata unavyosajili ukiwa wako wa zamani, ukileta wengine wapya lazima kuna vitu vitabadilika kutokana na mifumo, kutokana na kasi ya wale wachezaji waliokuwa nao. Na vile vile lazima huyo mwalimu akae atulize akili, kwa sababu aliyependekeza wachezaji waliotoka mfumo wake na tofauti labda atakayekuja hata hatuwezi kujua atakuwaje. Kwa hiyo mimi nadhani mwalimu atakavyokuja mapema kila kitu chetu kitaenda vizuri. Shabani, kwa maelezo hayo, amhitaji tena mipango ya muda mrefu, mnahitaji mipango ya muda mfupi na ile matokeo ya muda mrefu ipo, lakini lazima uweke na mpango wa muda mfupi kwa mafanikio, kwa sababu unaweza kupanga mipango ya muda mrefu ukiwa unaharibu, unasema unatengeneza muda mrefu. Kwa hiyo imani za watu zitapungua na hata morali ya wale watu ambao wanatengeneza nao mipango itapungua. Kwa hiyo unapokuwa mwalimu una option mbili, kuna mipango ya muda mfupi lakini kuna mipango ya muda mrefu. Mipango ya muda mrefu tumeona mwalimu Fadlu ametuletea vijana ambao baadaye watatusaidia. Tumeona kuna beki tumemchukua TMA, tumeona tumechukua vijana wadogo na Wilson Nangu, tumeona kuna akina Morris Abraham, ni vijana ambao baadaye watakuwa na plan B katika huko mbele, hata kama sasa hivi watakuwa wanapata nafasi. Tumeona akina Mligo, nadhani kila mtu anaona itakuwa hazina ya nchi. Kwa hiyo ndio mipango ya muda mrefu. Sasa hivi wanacheza, lakini tunajua baada ya miaka 4-5 bado watasaidia Simba Sports Club na watasaidia timu yetu ya taifa. Kwa hiyo Simba tuna mikakati mikubwa sana. Niseme ndio mikakati mikubwa, hata kama kuna watu wanabeza na mikakati yetu na ndio inatusaidia mpaka leo hii. Simba tumekuwa klabu bora ambao tumebeba nchi ya Tanzania. Leo ukizungumzia mpira wa Tanzania au ukizungumzia mpira wa Afrika unataja Simba ambayo inatoka Tanzania. Ndio maana hata heshima yetu inakuepo. Toka dunia izaliwe hamna klabu ya Tanzania iliyowahi kukamata top namba 5 katika ubora wa vilabu Afrika. Lakini Simba na ndo wa kwanza tumekamata. Ndio maana hata CAF wenyewe wanajua kabisa kwamba Tanzania kuna timu za mpira zilizokuwa bora, na ndio maana tumeongeza changamoto na chachu. Leo Tanzania tunashiriki timu 4 kwenye mashindano. Zamani tulikuwa tunasema timu 4 wanashiriki Waarabu kwa sababu wanapendelewa. Kumbe kunakuwa na pointi ambazo zinakufanyeni mfikishe ili muweze kusonga mbele. Na pointi hizo nani kinara mwenye pointi nyingi katika hilo ni Simba Sports Club. Kwa hiyo tuna mipango endelevu ya kufanya Tanzania iwe bora zaidi. Hata kama kuna watu wanabeza, lakini mwisho wa siku Simba ndo anakuwa giant wa kutengeneza kila kitu cha muendelezo wa mpira wa nchi ya Tanzania. Na hiyo mipango inakufurisha wewe binafsi kwenye klabu yako na unafurahi kuendelea kwa Mwanalunyasi na mipango ambayo inawekwa? Mipango inafurahisha Tanzania nzima, kwa sababu hata leo nadhani Singida Black Star na Azam wasingepata nafasi ya kushiriki mashindano, lakini kwa sababu ya pointi ya mipango yetu tuliofanya Simba tumepata pointi za kutosha. Ndio maana Azam na Singida Black Star wameshiriki katika zile timu 4 ambazo zilizopatikana. Kuna watu wamepambana sana lakini hawakufikisha hizo pointi, na ndio maana tulikuwa tunashiriki timu 2 tu. Lakini sasa hivi kwa sababu ya ukubwa wetu na kazi tulioifanya, niseme tu respect sana Simba, na namshukuru Allah kwa kunifanya nimezaliwa kupenda Simba Sports Club, kwa sababu ni timu ambayo sina majuzi nayo katika nafsi yangu. Haijawahi kukupa unyonge? Haijawahi kunipa hata siku moja, kwa sababu kwenye maisha kuna time unafanikiwa, kuna time unafeli. Kwa hiyo kwa sababu Mwenyezi Mungu akushuka kufanya uwepo hapa duniani, ukifeli unamshukuru Allah, ukifanikiwa unamshukuru Allah. Kwa hiyo mimi kila saa na raha tu, hata
mechi tukija kupoteza naumia dakika zile, lakini baadaye kama muda nusu saa au dakika 45 maisha mengine yanaendelea. Ndio maana unanikuta mpaka leo mwili wangu unakuwa uko sawa sawa na bado naipenda klabu yangu. Mchezo wa juzi uliumia muda gani? Mchezo wa juzi maumivu yangu makali yaliumia baada ya kuongeza dakika 9. Ndio ukaona kama mbona mechi imekuwa ndefu sana? Niliishi kwenye wakati mgumu sana, nisema ukweli, kwa sababu kwanza dakika 9 niliziona kama ndio dakika 90 za vipindi vyote viwili. Kwa sababu wale jamaa jinsi walivyokuwa wanakuja wanashambulia, na inaonekana timu yetu kama kuna wakati ilishakuwa sasa inaona kama hii hali ishakuwa kwetu mbaya. Na mwalimu wetu Medi Moloko kashafanya kile ambacho alichokiweza. Basi pale nilikuwa na pressure, alishikilia roho. Nilikaa hapa tena alikuwa hapa ofisini, sababu wanachama wengi wa Mpira Pesa waliniomba mwenyekiti wao tukae tu angalie wote mpira. Lakini nyinyi ndio mabingwa wa kuongezewa dakika nyingi kwenye ligi kuu Tanzania bara, sio ngeni mkiongezewa nyingi vile. Siku ile sijamlaumu mwalimu, lakini zile dakika zilinitia pressure kwa sababu niliomba dakika ziishe haraka. Unapopoteza muda lazima dakika ziongezwe ili kufidia, sababu mpira ni watu wamewekeza pesa, na kuna watu wanaofuatilia mpira kwa pesa na kuharibu muda wao. Kwa hiyo unapopoteza muda lazima muda ufidiwe. Tuliona ile mechi kuna wachezaji walikuwa wameumia, lakini kuna wakati golikipa wetu nadhani alipoteza kidogo muda, na ndio maana ukaona dakika zimeongezwa. Kwa hiyo hatukulalamika dakika 9 zile kuongezwa, lakini dakika 9 zilikuwa na pressure zaidi, na ndio maana tulikuwa tunaziona ni nyingi. Shabani anatajwa Ahmed Ali kutokea kikosi cha JKT Tanzania kwenda kuongeza nguvu kwenye benchi la ufundi. Umemtazama Ahmed Ali kwenye miaka hivi karibuni akiwa anaiongoza KMC, ameongeza JKT Tanzania. Ongezeko la kocha huyu ama akienda kuongoza Simba kuna kitu ambacho ataenda kwa ofa zaidi, lakini pia unamtazamaje Ahmed Ali? Mwalimu mzuri na anamheshimu, kazi yake anaifanya ni bora sana, na sio kazi ya kusifiwa kwa sababu unataka yeye akuone unamsifia, lakini ni kazi yake nasifiwa ndani ya dakika 90. Tumemwona kwenye ligi iliyopita kaleta changamoto katika vilabu vyetu. Tunaona JKT inacheza vizuri, kawatengeneza vijana ambao mpaka sasa hivi thamani yao imekuwa kubwa. Tumeona katengeneza Yakub Suleiman ambaye ndio golikipa namba 1 katika nchi yetu Tanzania. Kuna magolikipa wengi, lakini yeye chini ya Ahmed Ali amekuwa bora. Tumeona katengeneza Wilson Nango ambaye sasa hivi yuko klabu kubwa ya Simba Sports Club, lakini tumeona katengeneza vijana wengi sana. Tumeona akina Maka Edward, akina tunawaona vijana wanakuwa vizuri. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye mzuri, yuko vizuri, na uhakika kama ni kweli hilo swali linazungumziwa kwamba Simba wanazungumzia kwenda kuongeza nguvu kwenye benchi la ufundi, ni wapongeze viongozi wangu wa Simba Sports Club kwa jicho lao la kuona. Kwanza ni mtu ambaye anaonekana anahitaji mafanikio zaidi, na ni kocha mwenye rangi yetu. Kwa hiyo akiwa kwenye benchi letu nadhani tutafarijika zaidi, kwa sababu Simba Sports Club ni timu ya Waswahili, na Ahmed Ali nadhani na yeye mwenyewe ni Mswahili. Kwa hiyo atakapokaa pale kuna baadhi ya vitu ataongeza nguvu, na wale wengine walokuepo tunafanya vizuri, lakini ni mwalimu mzuri. Hata leo tunaona JKT inacheza mpira mzuri sana. Timu ndogo hizi mara nyingi waga zinapokutana na timu kubwa mwelekeo wao unakuwa mdogo, lakini Ahmed Ali anatengeneza kikosi chake vizuri, wanalinda vizuri, wanashambulia vizuri, viungo wao wanakuwa bora, lakini ubora wote wale wachezaji na JKT Tanzania inakuwa bora kwa sababu ya mwalimu Ahmed Ali. Kwa hiyo akija pale Simba Sports Club nadhani kuna kitu kitaongezeka. Baada ya kumalizana na Gaborone, kazi iliyopo mbele yenu ni kutafuta alama 3 dhidi ya Namungo Football Club. Tuambie mtazamo wako mechi ya kesho na namna ambavyo mmecheza juzi. Na mara ya kwanza nilikwambia ukweli lazima uwekwe. Wachezaji wanaona, wanasikia viongozi. Tuambie mtazamo wako kuelekea kwenye hiyo mechi. Mechi ya kesho tunachohitaji matokeo. Jumatano tunacheza na Namungo. Tunachohitaji matokeo. Tuwaambie tu wachezaji wa klabu ya Simba, mashabiki, furaha yetu dakika 90 tukupata matokeo. Hatuna mshahara, hatuna kingine chochote zaidi ya kupata matokeo. Hata unavyoona hapa tunakaa tunapoteza muda kwenye hivi vilabu ili kupata matokeo tu pointi 3. Na furaha hatuna lingine, sababu ukipata matokeo na maana umepata furaha. Kwa hiyo wachezaji wetu watambue thamani ya klabu yetu. Wachezaji wetu watambue thamani ya mashabiki ambao wengine wanapoteza maisha, wengine wanapoteza muda wao, wengine wanapoteza rasilimali zao nyingi. Kwa hiyo na wao wachezaji wapambanie timu yetu
kesho tuweze kupata matokeo, ligi inaposimama tusimame tukiwa tuna pointi 6 na magoli ya kutosha, kwa sababu mechi yetu ya kwanza tumepata pointi 3 magoli 3 na hatujaruhusu goli. Kwa hiyo na mechi yetu zidi ya Namungo nadhani tuweze kufanya hivyo, tuweze kufanya vizuri, then ligi itakaposimama, sababu nimesikia baada ya mechi ya kesho ligi itasimama mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 10. Kwa hiyo kuna mwezi mzima hapa ligi itasimama, tukirudi tutarudi tukiwa imara, na kuna wachezaji wengine ambao walikuwa majeruhi wakina Mohamed bin Jabe nadhani watakuwa washa recover. Kwa hiyo tunawaomba wachezaji wetu, sisi tunakuja uwanjani kusupport na wao wasupport kile tunachokisupport sisi. Yes. Muondoke na unyonge. So na unyonge, tunachohitaji ni furaha. Kama tulivyopata furaha juzi, hata kama furaha yenye machozi ya damu, kwa sababu mkubwa uwaga ndo anaamua kikao cha familia. Unaweza kuwa mkubwa usiwe na kitu. Yani juzi naweza nikasema aliyokuwa na pesa na ndo aloamua kikao cha familia. Watu wamejadiliana masaa karibu 10, lakini kaja mtu mmoja tu ametoa mzigo, kikao kimevunjika, tumeenda. Kwa hiyo tulichokuwa tunahitaji kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo hata sasa hivi wazaji wetu tunawaambia kesho zidi ya Namungo tunahitaji pointi 3, tuwe na pointi 6, then ligi kisimama tusimame kwa mechi 2, pointi 6 na magoli ya kutosha. Kesho nadhani Jonathan Soa Black Lion anaenda kuongeza magoli mengine. Yes. Tuzungumzie kidogo wapinzani wenu kwenye ligi kuu ya NBC. Timu zingine 15, ushindani wao raundi ya kwanza tumeona kuna ambao washafika raundi ya 3. Tuambie unaonaje msimu wetu 2025 2026 tukiwa tunamalizia? Timu zimefanya usajili mzuri, zimefanya usajili mzuri, na kama ulibweteka ukajisahau basi nadhani kushuka daraja kutakuhusu vizuri tu, kwa sababu nimewaona Pamba hata kama hawajapata matokeo, then nimewaona Fontaine walipoteza kwetu na walikuwa na wachezaji ambao wengine hawajapata vibali, lakini nimeona wakiwa wanapambana. Nimewaona Mashujaa, nimeona KMC, nimeona timu nyingi, lakini kuna timu za Big 4 nimewaona Singida Black Star, nimewaona Azam chini ya Fred Ibenge, wana wachezaji waliokuwa bora. Kwa hiyo nadhani ligi hii itakuwa tough, lakini aliyejipanga vizuri na ndo atapata mafanikio. Lakini tuwakumbushe bodi ya ligi pamoja na chama cha waamuzi wawe fair play na kusiwe na porojo na propaganda hapa katikati. Tunachohitaji kuona watu wakipata pointi ambazo wamezitolea jasho, sio pointi za kutoka tu ndani kwako ukakutana na shilingi 20,000 mlangoni ukarudi ndani ukalala ukakunda miguu. Hapana, lazima utumie nguvu zako. Kwa hiyo mambo ya mipango yasiwepo. Umewataja wapinzani wengine, sisikie umetaja watani zako. Kwani wao hujawaona? Nimewaona na ndo katika timu ambazo nimetaja Big 4 pale. Yaani wako wao, tuko sisi, wako Azam na wako Singida Black Star. Kwa hiyo unapotaja zile timu 4 ambazo zina changamoto kubwa katika ligi yetu, ambazo zinafanya vizuri na ziko kwenye mashindano, na nimeona timu zote zimeingia katika hatua inayofuata, na inshallah Mwenyezi Mungu atajalia timu zote tutaenda kucheza makundi. Timu 2 za shirikisho tutacheza makundi, timu 2 za club bingwa tutacheza makundi. Kwa hiyo hizo timu 4 ukiziondoa hizo 4 zingine nazo zimesajili, lakini nimesema kuna timu ambazo kama zilileta ujanja katika usajili watashuka, ikiwa zimebaki mechi hata 5 mtu atajikuta kashashuka daraja, kwa sababu hawa watu wana hasira sana. Nimeona kuna timu zina hasira. Nimeona Mbeya City na wenyewe wamerudi ligi kuu, lakini wamerudi wakiwa wako imara. Unapozungumzia Mbeya unazungumzia mkoa ambao una vipaji vya mpira, ina watu wa mpira. Nadhani Mbeya City wamejipanga na wenyewe wako vizuri sana. Kwa hiyo tahadhari kubwa kwa timu zingine. Sijazungumzia mtu, lakini yani mtu akae vizuri akifanya masiala, kuna mtu anaweza akachukua dozen kabisa. Yes. Shabani, zungumza na wapenzi wa Simba katika kipindi hichi ambacho mwanzoni mwa msimu mmeweka ni mwaka wa makombe kwa mwaka wa 2025 2026 mpaka hivi sasa. Zungumza nao, waambie ni kitu gani ambacho mnatakiwa katika kipindi hichi ambacho watu wanaona timu kama ilienda Misri kupoteza muda. Kwanza niwaambie kuizomea Simba na kuisemea ovyo Simba sio kuitengeneza Simba. Kama una mapenzi na klabu yako lazima uisupport kwa kila hali. Chukulia mfano familia yako nyumbani kwako. Mtoto wako kafanya kosa, hauwezi kumfukuza nyumbani.
Uwezi kumtukana hadharani, lazima muite ndani umseme. Lakini ukimwona mtu anatukana hadharani, huyo sio Simba mwenzetu. Nimeona juzi Coco Beach kuna kitendo ambacho kimefanyika, hata kama kwa upande fulani akikuwa sawa, lakini vitu kama vile nadhani uwezi kuizungumzia klabu yako ovyo. Klabu yako imetoka hatua hii imekwenda hatua nyingine. Ulichokipata ni support. Hatujapoteza game, tumepata point moja. Kwa hiyo waache ule ushamba wa kutaka kupata umaarufu kwa kupitia kuisemea ovyo klabu yako ambayo ilikuwa kwenye moyo wako. Simba ni klabu ambayo ya watu wa aina nyingi. Imechukua watu wengi, imechukua mashehe, imechukua mapadri, imechukua watu design nyingi. Kuna watu mechi wakati inachezwa wako ndani wametia udhu, wanamuomba Mwenyezi Mungu timu ishinde. Lakini kuna watu mechi wakati inachezwa mtu anakunywa zake pombe hapo, ikiisha mnakuja waandishi wa habari anasema nani aondoke, si nani aondoke, yale mambo ya kizamani. Simba tuna slogan moja tu, nguvu moja. Nguvu moja ina maana ndani ya nguvu moja kuna machungu, ndani ya nguvu moja kuna furaha ndani yake. Lazima tujenge machungu na furaha tuweke sehemu moja. Vyote tukishaweka hivi ina maana kuna kitu kimoja lazima kitakuwa kina nguvu. Kitakachokuwa kina nguvu kwa watu wengi ni furaha peke yake. Furaha huwezi kuipata ukiwa unashambulia. Kwa hiyo wana Simba tuache yale maneno na tusupport timu yetu. Hata ufanye nini timu yako ni Simba. Hata ukiipondea timu yako ni Simba. Mwisho wa siku timu ikifungwa utaumia hata kama uko unaongea maneno ya ovyo. Kinachotakiwa tusupport na viongozi wetu pamoja na wachezaji wetu na benchi letu la ufundi wasikie hivi vilio vyetu. Sisi tunachohitaji matokeo ya kupata pointi 3 na kupata ushindi ili nafsi zetu ziweze kufurahi. Kwa hiyo tuache yale mambo ya ushamba ya kizamani ya kushambulia timu yako wakati wewe unaipenda. Ukiona mtu anashambulia, mtu akinichukia anichukie. Ukiona mtu anashambulia Simba, huyo sio Simba Sports Club. Huyo kapenda Simba labda kipindi cha Emmanuel Okwi. Lakini kama unaipenda Simba kutoka moyoni kwako, umezaliwa umepata akili unajua mimi ni Simba, hata timu yako ikiwa inafanya vibaya lazima utasupport. Tunaona Ulaya timu zinashuka daraja, mashabiki lukuki wanashuka nao na wanaingia uwanjani wana support. Tunaona Ulaya timu inafungwa, wachezaji wanakuja kwenye majukwaa yamejaa na watu wanapiga makofi kusupport timu yao. Lakini Tanzania anashangaa timu inatoka draw mtu anaenda anatukana. Kwa hiyo vitu vingine sio vitu sahihi. Nguvu yetu ya kusupport timu yetu kwa pamoja na ndio itakayofanya hata mwekezaji apate nguvu. Leo mwekezaji kaweka mamilioni ya hela, kasajili, kafanya vurugu, timu yetu imeondoka imeenda Misri kwenye pre-season, timu yetu imefanya vurugu zote. Timu imepata sare au saa nyingine imepoteza, hajaongea lolote. Lakini wewe ambaye ulikaa kwenye TV unaangalia ushanunua pombe yako na saa nyingine pombe yenyewe kuna mtu kakununulia bia 2-3 umelewa, unaita maiki unaenda kuzungumza ovyo. Mimi nizani tutengeneze utamaduni wa klabu ya Simba. Simba asilimia kubwa watu wake ni watu ambao wastaarabu. Kwa hiyo tusiondoe ustaarabu wetu kwa sababu ya watu wachache. Tuwapinge sana watu ambao wanaikashifu na kuidhihaki klabu yetu kwa kipindi ambacho tunachoona vizuri. Kuna wengine wanavaa jezi yetu, hata tukifanya vizuri wanasema sisi hatufanyi vizuri. Kwa hiyo hawa watu wapo, ila tuwapinge sana. Nikushukuru sana kwa muda wako. Kama kuna chochote cha ziada tumalize nacho kwa siku ya leo. Nashukuru sana, ni wape pongezi Kishamba. Na wape pongezi kwenye sehemu mbili. Kwanza hamuoji wahuni. Lakini la pili nimeona media yenu iko vizuri sana. Yaani mnazungumzia vitu ambavyo vinavyojenga mpira wetu na vinavyowajenga Watanzania tuwe pamoja. Nchi yetu ni nchi ya amani, tumezaliwa tumekuta amani na tunahitaji kuendeleza amani. Amani inaweza kuvunjika hata katika michezo, kwa sababu kwenye michezo leo na ndo kumechukua nguvu kubwa kuliko sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo tuna Kishamba mnavoenda kuhoji watu ambao wana discipline, nadhani kwangu nafarijika sana. Ndio maana kwenye mtandao wenu napenda sana kupitia na kuangalia, kwa sababu ni watu ambao mnawahoji watu wana maana na uhakika kabisa. Kuna wengine mnawahoji hawatoi maneno sahihi, basi na nyinyi hamwezi kuwaweka kwenye peji zenu. Kwa hiyo katika hilo ni pongeze boss pamoja na nyinyi ambao mnapita mitaani kuja kuchukua taarifa. Niwaambie tu mkihitaji ushirikiano kwa watu wa Simba Sports Club nadhani mnapata vizuri, hasa kwenye tawi la mpira pesa. Tuna support kazi yenu na tuko tayari kufanya kazi na nyinyi. Asante sana kwa niaba ya Kishamba Media. Mimi ni Binti Poni, kushukuru sana kwa kufuatana na sisi. Nikwambie kwamba hii ni Kishamba Media, fuatana na sisi tukupe taarifa mbalimbali za kimichezo. Hivi leo tuko tunazungumzia wekundu wa Msimbazi kwa kile ambacho kinaajiri mpaka hivi sasa. Wanajiandaa na mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Namungo Football Club mara baada ya kukamilisha safari yao kwenye ligi ya mabingwa kwenye hatua ya kwanza. Sasa hivi wanajipanga kwa ajili ya hatua inayofuata ambayo ni Oktoba 17. Kishamba Media tunapatikana hivyo kwenye mitandao yetu yote ya kijamii. Sina
la ziada kwa hivi sasa, tukutane kwa saa mwingine.